Naitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Elisa Mugisha, ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mwanza. Mnamo majira ya saa 10 kasoro dakika 14 tulipokea taarifa kwamba kuna moto katika soko hili ambao. Kwa hiyo tuliondoka na ndani ya dakika 9 tulikuwa tumefika hapa majira ya saa 9 na dakika 55. Kwa baada ya kufika hapa tulikuta eneo kubwa la ambao limeshika moto. Kwa hiyo tuanza kupambana kudhibiti. Lakini jambo la kwanza tulilofanya ilikuwa ni kuhakikisha kuzuia moto usisambae kwenda eneo kubwa. Kwa hiyo tuliweza kukata na kuweza kupambana na eneo ambalo lilikuwa limeshika moto, ambao ni takriban wafanyabiashara kama 29 hivi wameweza kuathirika. Na shughuli zinazofanyika hapa ilikuwa ni biashara ya magogo, mbao, kuna mashine za kuchana mbao, pamoja na watu wa huduma wengine kama wa hardware ambao wanahudumia watu ambao, kwa mfano kuuzia rangi na kadhalika. Kuna wengine wanauza vinywaji na vitu kama hivyo. Kwa ujumla wako takriban watu 29 walioathirika, lakini soko kwa ujumla ina watu zaidi ya 1000 hapa. Kwa hiyo tumeweza kuokoa kwa eneo kubwa sana. Lakini tunashukuru pia wafanyabiashara hapa walitoa ushirikiano mkubwa sana wakati tunazima moto. Hatukupata vikwazo vya aina yoyote, walikuwa wanatoa ushirikiano mzuri sana. Lakini pia tumeweza kupata msaada kutoka MWAUWASA ambayo ni mamlaka ya maji hapa jijini Mwanza, ambao pamoja kusaidia Boza tupate maji, lakini waliweza kufungulia laini kubwa ya maji ili tusisumbuke kufuata maji mbali. Lakini wenzetu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania waweza kupatia Boza kwa kushirikiana wote hao, hatukupata usumbufu mkubwa sana wa kuondoka eneo hili kwenda kufuata maji. Kwa hiyo juhudi zimekuwa kubwa, na mpaka kama mnavyoona walioathirika ndio wameathirika, lakini ni wachache kulinganisha na mali kubwa na idadi kubwa ya watu walioko hapa. Baada ya zoezi la kuzima moto, sasa kinachofuata ni kufanya uchunguzi wa tukio hili ili tuweze kubaini chanzo na madhara hasa yaliyotokana na tukio hilo. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea na kubaini chanzo pamoja na madhara. Baada ya kupata uchunguzi, tutawajulisheni nini hasa kilikuwa ni chanzo cha tukio hili. Moto huu ulikuwa ni mkubwa, umeleta hasara kubwa kwa wafanyabiashara, ingawa mpaka sasa katika tukio hili hakuna mtu yoyote ambaye amepoteza maisha. Kuna uharibifu mkubwa wa mali, ambapo hata hivyo hatujafanya tathmini kuweza kujua mali yenye thamani kiasi gani imeweza kuteketea kwa moto, lakini kimsingi ni uharibifu mkubwa uliosababishwa na moto. Na Jeshi la Polisi tukishirikiana na vyombo tumeweza kudhibiti eneo hili kuendelea kuwa salama, lakini kubwa zaidi na wananchi na walinzi ambao wanalinda maeneo mbalimbali. Askari wetu wa Jeshi la Polisi wamekuwepo tangu muda huo, na mpaka sasa tunapoongea hakuna mwananchi yoyote, mfanyabiashara hapa ambaye amepoteza mali.